analawiti au analawitiwa. Ukitaka usalimike, tubia kwa Mola wako kama jambo hili umelianza, na Mola wako aliyekuumba yeye anawapokea waja. Hata jamii ikuone wewe ni mbaya, lakini jamii haijasema ukawaombe radhi jamii. Unamuomba radhi Mwenyezi Mungu aliyekuumba, Mwenyezi Mungu ambaye ukimuomba radhi kwa siri, kwa faragha, anakusikia. Mwenyezi Mungu ambaye ukimlilia anakusikia. Mwenyezi Mungu ambaye ukitubia anakubali toba yako. Mrejee Mwenyezi Mungu ili akubadilishie urudi katika hali ya kawaida. Pamoja na madhara yote hayo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni saa 3:08 na leo tuko na Ustadh Sheikh Ba'bad akizungumzia katika mazuri ya Dhulqa'da. Naam Habib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam على سيدنا رسول الله سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ndugu zangu wasikilizaji wapendwa, tukiwa ndani ya kivuli cha mwezi wa Dhulqa'da, mwezi huu ambao ni katika miezi mitakatifu. Al-Haqq tabaraka wa ta'ala ametueleza ndani ya Qur'ani kutuambia kwamba idadi na hisabu ya miezi kwa mwaka ni 12, na katika hiyo 12 akaitenga miezi 4 ambayo inaitwa kwa Kiarabu ni al-ashhurul hurum, miezi ambayo ni mitakatifu. Katika hii miezi mitakatifu, ndugu zangu, tumeanza na Dhulqa'da, kisha unafuatia Dhulhijja, kisha unafuatia na Muharram. Dhulqa'da ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa ni katika miezi mitakatifu, basi utakatifu wake kuna mambo ambayo tumehimizwa kuyafanya na kuna mambo ambayo tumekatazwa kuyafanya. Katika katazo la Mwenyezi Mungu ambalo lilikuwa wazi kabisa, akatwambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, musidhulumu katika hiyo miezi mitakatifu nafsi zenu. Kudhulumu nafsi ni namna gani? Nafsi kuidhulumu ni namna gani? Inapozungumziwa nafsi, azungumziwa mwenye nafsi. Lugha ya Qur'ani na lugha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni dharura tuielewe tunapoelezwa. Al-Haqq tabaraka wa Ta'ala atuambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, musidhulumu ndani yake anfusakum, nafsi zenu. Kwa hivyo inapotajwa nafsi katika maneno haya, haikusudiwi kiongo kimoja maalumu, bali maksudiwa yake ni yule mwenye nafsi asijidhulumu. Kujidhulumu ni namna gani, ndugu zangu? Kujidhulumu katika maneno haya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuingia katika mambo ya haramu. Unapomuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi humdhulumu Mwenyezi Mungu, unajidhulumu mwenyewe. Unapomkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi humdhuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali madhara unajirudia mwenyewe. Na ndiyo maneno maarufu ambayo tukaelezwa
kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la tanfa'uhu ta'atu at-ta'i'in wala tadurruhu ma'siyatu al-'asin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la tadurruhu au la tanfa'uhu ta'atu at-ta'i'in, hasaidiki, hanufaiki na jema la mwenye kumtii. Usiona unaposali basi unamswalia Mwenyezi Mungu unamuongezea kitu. Usiona unapokuwa unatoa zaka usione kwamba unamuongezea kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata karibuni tutaingia katika ibada ya kuchinja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ibada hii ambayo Mwenyezi Mungu atuambia fasalli lirabbika wanhar, ibada ya kuchinja tulohimizwa, baada ya masiku machache tutaingia katika ibada hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizungumza hili akisema kwamba lan yanala Allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Himizo la kuchinja si kusaidiwa Mwenyezi Mungu, ama Mungu anataka damu za vichinjwa vyetu. Mwenyezi Mungu hana haja ya damu. Mashaitani wale ambao wanafanya ibada za mashaitani, unasikia saa nyingine mtu amesacrifice, ametoa kafara, na mambo yao ya kibatil katika kutoa kafara ni yule muhitaji wa ile kafara anahitaji ile damu, anahitaji ile kafara. Hayo ni mambo ya kishayatin. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio kwamba anahitaji ile damu. Alizungumza wazi ndani ya Qur'ani, la yanala Allaha luhumuha wala dimauha. Mwenyezi Mungu hatopatwa na nyama zenu wala damu zenu ya katika vile vichinjwa ambazo kwamba tumesacrifice wakati wa kufanya zile udhiya. Mwenyezi Mungu hana haja ya damu. Mwenyezi Mungu hana haja ya nyama. Anachokuwa Mwenyezi Mungu akitizama, walakin yanaluhu taqwa minkum. Hapa kinachotizamwa ni taqwa, kwa sababu tumetii amri, tayari tumeingia katika taqwa Allah. Tumemuogopa Mwenyezi Mungu kwa sababu tumetii amri yake. Mwenyezi Mungu aliamrisha tukaitii amri kama ile. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la tanfa'uhu ta'atu at-ta'i'in, hasaidiki na jema la yoyote mwenye kufanya jema. Anayesaidika na jema ni ule mfanyaji jema, ndiyo mwenye kusaidika na wema kama ule. Unapofanya kheri yoyote, ikiwa ni sadaka, ikiwa hata ni kujenga msikiti, mahali ambapo anakwenda kusujudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio kwamba Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasaidika na ule msikiti. La, wewe kujenga nyumba ya Mwenyezi Mungu na msikiti kama ule, ili iwe ni sababu ya watu kukusanyika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wema ule unarudi kwako wewe mjengaji. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Hii ndio nidhamu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ufanyaji utarudi kwako, wala haurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili, wala tadhurruhu ma'siyatul 'asin, wala haimdhuru Mwenyezi Mungu, wala yadhurruhu, wala haimdhuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ma'siyatul 'asin, ma'siya ya mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu. Sio kwamba wacha nimuonyeshe Mungu nitafanya hili na lile na lile. Ukifanya hayo basi wajidhuru mwenyewe. Mwenyezi Mungu hadhuriki, bali atakwenda kukuwekea hisabu. Anakwambia kwamba ulijiraki na katika maasi ya fulani, ulijigamba katika maasi ya fulani,
kama vile leo watu wanavyokuwa katika mambo ya kufanya waziwazi maasi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo kwa sababu kumuasi Mwenyezi Mungu imekuwa ni kama content ambayo mtu anataka kujulikana nayo. Yani mtu akitaka kujulikana na jambo lazima ajidhihirishe katika kumuasi Mwenyezi Mungu, ajidhihirishe katika mambo ya batil, ajidhihirishe katika mambo ya kishaitani, ajidhihirishe, ajitoe katika mitandao. Sasa mimi nimejinaki, nimejionyesha kwamba naweza nikafanya hili. Basi Mwenyezi Mungu hadhuriki katika yote hayo. Nani anaidhurika? Ni yule mwenyewe ambaye ni mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sababu inna Allaha la yumli lidhalim hatta idha akhadhahu lam yuflituhu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yumli lidhalim, anakupa muhuli wewe mwenye kumuasi yeye, anakupa muhula, anakupa nafasi, anakupatia fursa wewe ambaye kwamba unamuasi bila ya kujali, lakini hata idha akhadhahu lam yuflituhu, mpaka Mungu akikushika hushopoki. Mashiko ya Mwenyezi Mungu yako sampuli nyingi. Kuna mashiko ya kuondoshwa duniani na kuna mashiko ya kupewa mitihani nzito nzito katika ulimwengu kama huu. Ukawa unaingia katika mtihani huu, ukitoka mtihani huu unaingia mtihani mwingine, ukitoka ule unaingia ule. Sasa hayo ndiyo mashiko ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uko katika dunia lakini huna raha, uko katika maisha lakini hufurahii maisha yako, kwa sababu Mwenyezi Mungu ashakushika na mashiko yale ambayo kwamba ni makubwa na ni mazito, ambayo yamefungiwa fursa zote ambazo kwamba huwezi kujitetea tena. Ni mashiko ya kuondoka katika dunia, hata idha akhadhahu lam yuflituhu. Kwa hiyo ndugu zangu wasikilizaji, tumekatazwa, tukiambiwa ni miezi mitakatifu, kuna mambo tumeambiwa tuyafanye sana, na tuna mambo ambayo kwamba tumeambiwa, tumekatazwa tusiyafanye, kama yale ambayo Qur'ani imeeleza waziwazi, fala tadhlimu fihinna anfusakum, musidhulumu nafsi zenu kwa nyinyi wenyewe, musijidhulumu kwa katika kumuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Musidhulumu nafsi zenu. Dhulma umuman ni kitu kibaya, na kama vile tulivyozungumza katika kipindi kilichopita, masala ya dhulma ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu alisema, mimi ambaye kwamba nimewaumba, mimi ambaye kwamba nimeumba mbingu na ardhi, mimi ambaye kwamba nimeumba miti, nikaumba majini, nikaumba malaika, nikaumba binadamu, nimeeka marufuku kwangu mimi kudhulumu. Kitu kudhulumu kwa Mwenyezi Mungu ameiharamisha dhati yake kabisa, hawezi mdhulumu mtu. La dhulma al-yawm, siku ya malipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapokuwa anawalipa waja wake, anamlipa kila mtu kwa kile alichokifanya. Ukiwa umefanya faman ya'mal mithqala dharratin khaira yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharra yarahu. Ukifanya chochote hata kama ni kidogo kiasi gani, muda ni cha kheri, muda ni kitu kizuri, utakipata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utakiona kimeletwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu atakuuliza, wakumbuka hili ulilifanya katika mazuri yako? Ya utashangaa, utasema hata hili ya Allah? Naam, hata hili kwangu mimi hakuna kupotea kitu, lazima kila kitu nikidhihirishe, na kama pia ni cha shari utakipata. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alijiharamishia dhulma, akasema inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu muharraman bainakum. Maneno yamekwisha Mwenyezi Mungu, mimi nimeharamisha dhulma kwa dhati yangu, waja'altuhu muharraman, na nikaifanya sasa kuwa ni haramu kwenu nyinyi, fala tadhalamu, musidhulumiane. Ikawa huyu anachukua haki ya mwenzake,
ikiwa huyu anamwaga damu ya mwenzake kwa dhulma, huyu anachukua mali ya mwenzake kwa dhulma, hayo ni mambo ambayo tumekatazwa. Tukiingia katika miezi mitakatifu, basi katazo huwa ni kubwa zaidi, katazo huwa ni himizo kubwa zaidi. Tunafaa kutizama masala kama haya. Lakini vile vile, ndugu zangu wasikilizaji, mwezi wa Dhulqaada ni mwezi ambao unaotufundisha mambo mengi sana, na ni katika miezi ambayo tumeelezwa ni katika miezi ya ibada kubwa kabisa, ibada ambayo kwamba ni moja katika misingi mikubwa katika dini yetu ya Kiislamu. Mtume alayhi salatu wassalam alipokuwa yueleza misingi ya dini ya Kiislamu, alieleza akasema kwamba mtu lazima kuna kupiga shahada, mtu lazima kuna kuswali, mtu lazima kuna kutoa zaka, mtu lazima ni afunge mwezi wa Ramadhani, lakini pia asikose kukusudia nyumba ya Mwenyezi Mungu, kufanya ibada ya haji. Kwa hivyo Dhulqaada ni katika miezi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu aliposema alhajju ashhurun ma'lumat, hija ni miezi ambayo ni maalum. Ndugu zangu wasikilizaji, miezi ya hija hii ni miezi ambayo watu lazima watafakari sana, na jambo la muhimu ambalo kwamba ni la kufikiria ni kwa nini Muislamu anahimizwa kuikusudia nyumba ya Mwenyezi Mungu, kwenda kuzunguka mara 7, kwenda kufanya yale ambayo Mtume ameyafundisha. Kwa nini? Yote ni kwa ajili ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna vitu vingine haina haja ya kutafuta sababu. Jua kwamba ni amri ya Mwenyezi Mungu, sisi tunaifuata amri ile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ametuamrisha. Sababu yake ya kufanya lile jambo ni kufuata amri. Kama Sayyiduna Umar alipokuwa yueleza lile jiwe jeusi Alhajarul Aswad, wakati watu wanakwenda kulibusu lile Alhajarul Aswad, alilizungumzia lile jiwe, akasema mimi najua Umar, huyu Sayyiduna Umar, mimi najua wewe ni jiwe tu, la tadhuru wala tanfa, huwezi ukadhuru wala hunufaishi. Wewe ni jiwe, hunidhuru wala hunifaishi, yani huwezi ukadhuru wala huwezi ukanufaisha. Lakini sasa lau singemuona Rasul akikubusu, basi mimi singekubusu, kwa maana kwamba yeye anafanya, sababu yake ni Mtume kufanya. Na hiyo ndio uzuri wa kufuata amri ya Mwenyezi Mungu na kufuata amri ya Mtume alayhi salatu wassalam. Ndugu zangu wasikilizaji, katika mambo haya ama katika msingi huu ambao tuko katika masiku na katika miezi ya haji, Mtume alayhi salatu wassalam aliweka kitu kusema si yoyote anaikubalika kwenda, ni yule ambaye ni mwenye uwezo. Na hapa kwenye uwezo ndiyo mahala ambapo watu lazima wapafikirie sana, na jambo ambalo kwamba ni la msingi na ni kubwa ni kuhakikisha, ni kufungamanisha kila ambalo kwamba ni la ibada ya Mwenyezi Mungu, ulifungamanishe na kitu kizuri. Ikiwa unakwenda kuswali, hakikisha nguo yako ya kuswali ni mzuri, ni tahara. Hakikisha mahali unaposwali ni patahara, ni pasafi. Hakikisha kila kitu ni safi. Mwenyezi Mungu, inna Allaha tayyibun, inna Allaha jamilun, yuhibbul jamala. Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda uzuri. Kwa hivyo ni lazima uhakikishe kila kitu kinachokuwa unachokifungamanisha na ibada zako kumfanyia Mungu, basi kiwe kitu ni kizuri. Na unakuta kwamba jambo kubwa linaloangaliwa katika hii nguzo ya haji ni uwezo, na uwezo unaokusudiwa ni uwezo wa mali, kwa sababu uwezo umepanuka maana yake. Kuna uwezo wa kiafia, kuna uwezo wa kiamani, kuna uwezo wa kifedha. Sasa lazima uhakikishe hapa kwenye fedha
ndipo mahali ambapo watu lazima wafikirie sana. Jamani, kumbukeni kwamba munakwenda kule kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Munakwenda kule mahali ambapo kumejaa binadamu wa dunia nzima, watu wenye takalidi mbalimbali, watu wenye tabia mbalimbali. Munakwenda kukutana pale pamoja. Kwa nini basi munakutana? Kwa ajili ya amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nyote muko sampuli moja, mukisema labbaik Allahumma labbaik. Katika hali hii, ndugu zangu wasikilizaji, lazima uhakikishe kwamba ibada yako iko kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wala si kwa ajili ya mtu yoyote, kwa sababu takalifu ambazo kwamba utazitoa, wakati wako, mali yako, afya yako, basi isipotee bure, ili uifanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ujiambie kwamba mimi nimeitekeleza haji yangu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ma'al asafi shadid, tunapokuja kwenye uwezo wa mali, watu ndio wameingia wakajisoza, wakawa hawajitambui, wanachanganya mali, wanachanganya likoembo ambao kama haliko. Yani kitu chochote kile kinakusanywa, maadamu yeye akona pesa lazima ende haji. Ndugu zangu, tumeambiwa kwamba mtu ambaye atahiji na mali ambayo sio halali, tumo lake si la halali, basi ajue amekwenda kutizama ile nyumba, amekwenda kutizama watu, amepanda ndege, akawazunguka kule, akarudi kule, lakini atarudi hana chochote. Na ndiyo Mtume alayhi salatu wassalam akaizungumzia kwamba kuna haji ya mtu ambaye anaitekeleza mpaka akirudi nyumbani anarudi kuwa ni mswafi kama siku alozawa ni mamake. Na mtu huyu anaporudi kama alozawa ni mamake, muangalie ile haji inakuwa inatengeza maisha yake, inatengeza akhlaqi zake, inatengeza mambo yake, inatengeza imani yake. Harudi tena mahali alipokuwa pabaya. Kama alikuwa ni mtu ambaye kwamba anarukaruka swala, unamuona kwa sababu amerudi kayaumi waladatu ummu, unamuona ako sawa sawa katika mambo ya swala. Kama alikuwa ni mtu kidogo anayumbayumba katika twaa, basi kwa sababu amerudi kayaumi waladatu ummu, basi yeye unakuta anakuwa ni mustaqim, ana istiqama katika twaa zake. Kwa nini? Kwa sababu ameitekeleza kwa namna ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka. Kwa hivyo unakuta msingi ambao unautizamwa ni mali. Chunga mali yako unayosafiria, hata shilingi moja usihusishe na ikawa ni shilingi ya haramu ukaichanganya na ibada yako ya haji. Utarudi kuwa ni mtupu, ndugu yangu. Baada ya taabu zote hizo utarudi ukawa huna chochote. Utajinaki tu kwamba nilikwenda, ukachukua maselfie, ukachukua mavideo, ukaposti kwenye mitandao, basi utapata hilo tu. Lakini kwa Mungu hakuna kitu. Ndio wengi wanaorudi. Mtu amekwenda haji jana, akirudi unamwona bado ameingia kwenye music, na amekuwa haji. Alitoka kwenye music akaenda haji, akirudi amerudi kwenye music. Unamuona mtu alikwenda haji, lakini alikuwa huku kabla yake alikuwa ni mtu wa kuvutavuta mavitu mbaya mbaya, ama akila vitu mbaya mbaya. Akirudi kutoka kule baada ya wiki moja, wanamuona maskani aendeleza na mpango wake. Ni kwa sababu bado haja kuwa ameihusisha ile haji na ukamilifu wa mali yake, kuichunguza anaihusisha mali yake katika nini, na ile mali iko namna gani, ndio anakwenda nayo haji. Chunga ndugu yangu, ukiambiwa si utoe dola 5,000 basi ukazoa tu, ukaenda ukachukua mambo ukaweka, ukasema muhimu tu ni safiri, utakuwa unapoteza wakati wako. Zamani watu wakiichangia hii miaka, wakihakikisha kwamba naichangia hii, lakini shilingi ninayoichangia ni shilingi ya halali ya jasho langu, hakuna ya haramu.
akirudi unamuona ile haji imemtengeneza, imemswafisha, imemweka sawasawa, imemfanya kuwa yeye arudi katika msimamo ambao kwamba ni mzuri. Kwa hivyo katika hii miezi, ndugu zangu, ni lazima tusome mambo kama haya. Tukaambiwa kwamba idha hajajta bimalin asluhu danisun fama hajajta walakin hajjat al-iru ma yaqbalu Allahu illa kulla tayyibatin ma kullu man hajja baita Allahi mabruru. Mtumi akatwambia alhajju lmabrur laysa lahu jazaun illa aljanna, hija ambayo ni mabrur. Maana ya mabrur ni nini? Hija iliyokubaliwa. Hapa sasa kwenye kukubaliwa ndiyo kizungumkuti, kwa sababu sio wote wanaokubaliwa. Tunapenda kufanya sana ndugu zangu, lakini hatuna hamu ya kukubaliwa. Tunapenda kuswali sana, lakini tuna hamu ya kwamba tumekubaliwa swala zetu. Tunapenda kufanya sana sadaka, lakini je, tumekubaliwa sadaka zetu? Tunapenda sana kufanya mambo ya kheri, lakini kweli tumekubaliwa kheri zetu? Tunapenda kwenda, mtu anahisabu kwamba mimi nimekwenda haji mara 2000 mara 10,000, lakini imekubaliwa. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alihiji mara moja. Wewe umekwenda hija mara 2000, umekwenda hija sio mara ngapi, umekwenda hija, yani wewe unazihesabu zile haji. Lakini je, hizo mahesabu umezipiga? Je, umekubaliwa? Sawa, umeenda hija mara 10, umeenda hija mara 5, umeenda hija mara 1000, mara yani umri wako pengine umeishi sasa hivi una miaka 80, kutoka ulipokuwa na miaka 40 ulikuwa na miaka 40 umekwenda haji. Lakini je, umekubaliwa? Rasulu alihiji mara moja, lakini wewe umehiji mara 50, umekubaliwa zile haji. Umekwenda umra mara 50, mtume alifanya umra katika miaka yake umra 4. Katika umri wake mtume alifanya umra mara 4, wewe ulikwenda umra mara 50. Je, umekubaliwa? Lazima ukuwe na hamu ya kukubaliwa zaidi kuliko kufanya. Afadhali ufanye mara moja, lakini ukuwe na uhakika, nimejaribu kwa namna nitakavyoweza, basi mimi nimekubaliwa ile haji yangu, nimekubaliwa ile umra yangu, nimekubaliwa ile khairi yangu. Haya ndiyo matunda. Alhajju almabrur laysa lahu jazaun illa aljanna, hija iliyokubaliwa haina malipo yoyote isipokuwa ni pepo, lakini mpaka imekubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wasikilizaji, Dhulqaada ni mwezi ambao ni wa kheri kubwa sana, na kwa sababu ni mwezi wa kheri, mtumi akahusishwa kufanya umra katika Dhulqaada. Umra zake zote mtumi alizifanya Dhulqaada, hakufanya umra Ramadhani mtumi, japokuwa Waislamu wamejiweka katika mawazo kwamba lazima watu wote wanakwenda umra Ramadhani, lakini mtumi hakufanya umra Ramadhani. Mtume alifanya umra Dhulqaada, lakini kwa sababu Ramadhani ni mwezi wa kheri, ni mwezi mkubwa, ni mwezi wa mazuri, mtume akasema ukifanya umra Ramadhani basi ni kama umehiji na mimi. Watu wakawa wanataka kuhiji na mtume alayhi salatu wassalam, lakini mtume amefanya umra katika mwezi wa Dhulqaada. Ndugu zangu wasikilizaji, tuhimizane katika mwezi huu kufanya mazuri. Kama hukubahatika kwenda, basi fanya mazuri. Kama ni kufanya kheri ya kusaidia, kama ni kufanya kheri ya yote ambayo kwamba inaleta manfaa kwa Waislamu, ifanye katika miezi kama hii, wala usifanye mabaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, amekuwa ni Sheikh Ba'bad akizungumzia katika mazuri ya Dhulqaada. Awamu ya pili ni awamu ya maswali. Tuma kupitia 0727444454. Muhammad